Wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan ametoa msimamo thabiti na wazi akijibu mashinikizo na matakwa yaliyotolewa na Bunge la Ulaya pamoja na Bunge la Marekani kuhusiana na utendaji wa masuala ya ndani ya nchi hiyo. Kiongozi huyo mkuu wa nchi amebainisha kwa sauti kubwa na ya mamlaka kuwa serikali yake haitakubali hata kidogo kupewa maelekezo, kuamrishwa na kuwekewa masharti yote ya kiutendaji kutoka kwa mataifa hayo ya nje, hususan madai yanayomtaka awachilie huru mwanasiasa wa upinzani Mheshimiwa Tundu Lissu. Mkuu huyo wa nchi amesisitiza kuwa msimamo huo wa serikali hautayumba hata kwamba mataifa hayo ya magharibi yanatuma kuchukua hatua kali zaidi za kiuchumi na kidiplomasia, ikiwa ni pamoja na kuweka vikwazo rasmi dhidi ya nchi ya Tanzania au viongozi wake. Mkuu huyo wa nchi amefafanua kuwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni dola huru inayojielewa na yenye uwezo kamili wa kusimamia mambo yake ya ndani na mifumo ya kisheria bila kuhitaji usimamizi au mwongozo kutoka kwa mamlaka za kigeni. Rais Samia Suluhu Hassan ameeleza kuwa ikiwa mataifa ya Ulaya na Marekani yanatenda kazi kwa nia ya dhati ya kutaka kushirikiana na serikali yake, utaratibu sahihi ni kuketi chini kwa pamoja, meza ya mazungumzo, ili kushauriana kwa usawa na kuheshimiana badala ya kutuma barua na nyaraka zenye amri na maagizo ya upande mmoja. Amebainisha kuwa mbinu za kutumia shinikizo la kisasa na kiuchumi ili kuilazimisha serikali kufanya maamuzi fulani ya kisheria asitafanikiwa, kwa sababu mamlaka ya nchi hiyo yanatokana na wananchi wenyewe na sio kutoka kwa jumuiya za kimataifa. Msimamo huu mkali wa serikali kuu umetolewa wakati rais alipokuwa akizungumza na kufanya kikao maalum na viongozi wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama pamoja na maafisa wa ngazi za juu wa jeshi la polisi nchini Tanzania. Katika maelekezo yake kwa watu hao wa vyombo vya usalama, mkuu huyo wa nchi ameweka wazi masharti na miongozo ya jeshi jinsi nchi itakavyosimama imara kulinda uhuru wake dhidi ya kile alichokitaja kama majaribio ya kuingiliwa kwa uhuru wa mahakama na utawala wa sheria. Rais ameeleza kuwa amekuwa akipokea salamu na ujumbe mbalimbali kutoka kwa wadau wa nje na mashirika wao wa ndani, wakidai kuwa watakuwa tayari tu kukaa na kuzungumza na serikali ikiwa mamlaka itatekeleza orodha ya mambo kadhaa yaliyoainishwa, jambo ambalo amelitaka na kukataa kabisa kwa maelezo kuwa nchi hiyo haiwezi kuendeshwa kwa amri na masharti. Kiongozi huyo mkuu wa nchi ametumia mfano wa mahusiano ya kifamilia kufafanua namna maagizo hayo ya kimataifa yaliyoweza kufanya kazi katika ngazi ya uendeshaji wa dola huru, akieleza kuwa mtindo wa kuwekeana masharti magumu unaweza tu kufanyika ndani ya nyumba kati ya baba na mama, pale mmoja anapomkera mwenzake na kumtaka atekeleze jambo fulani kabla ya maridhiano kufikiwa. Ameongeza kuwa mfumo mwingine ambapo masharti yanaweza kufanya kazi ni ule wa maserikali za wanafunzi shuleni au vyuoni, pale wanapopewa maelekezo na walimu wao na kulazimika kuyatekeleza ili kupata haki fulani ya kimasomo. Rais amesisitiza kuwa mazingira hayo mawili ni tofauti kabisa na hadhi ya nchi inayojitawala, kwani hakuna taifa lingine lenye mamlaka la kisheria la kuifanya serikali ya Tanzania kuwa kama mwanafunzi anayepewa adabu au maelekezo na mwalimu wake. Kwa upande mwingine, nyaraka rasmi zilizotolewa na Bunge la Marekani na Bunge la Ulaya zimeonyesha msimamo wa mataifa hayo mawili kuendelea kusimama upande wa raia wa Tanzania, hususan wale wa upande wa Tanganyika ambao wanadai kupitia changamoto kubwa za kiusalama na ya kijamii. Ripoti hizo za kimataifa zimeeleza kwa kirefu uwepo wa matukio ya mateso, vitendo vya vurugu za kijinsia na ngono, vipigo, matukio za utekaji wa raia, mauaji ya kiolela pamoja na matukio ya watu kupotezwa kwa lazima.
Mabunge hayo mawili ya kigeni yameushutumu utawala uliopo madarakani kwa kile walichokiita kuwa ni kupinya misingi ya kidemokrasia na kukiuka kwa kiwango kikubwa haki za kibinadamu za wananchi wanaojaribu kueleza mitazamo yao ya kisiasa inayotofautisha na msimamo wa serikali ama inayotofautiana na msimamo wa serikali. Mabunge hayo ya magharibi yameeleza kuwa kwa muda wa miezi 7 sasa kumekuwa na harakati kubwa zilizokuwa zikifanywa na Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki ya Tanzania kupitia kwa waziri mwenye dhamana Bwana Kombo aliyekuwa nchini Marekani kwa ziara ndefu ya kikazi. Ripoti hizo zimebainisha kuwa ziara hiyo ya waziri Kombo ilikuwa na lengo la kutoa maelezo yanayotofautiana na ukweli wa mazingira halisi ya kisiasa nchini, hasa kuhusiana na matukio yaliyotokeza mnamo tarehe 29 ya mwezi Oktoba mwaka wa 2025. Mabunge hayo yanadai kuwa siku hiyo ilishuhudia matukio ya vifo na vurugu zilizosababisha na ushirikiano kati ya viongozi wa kiserikali na watu waliowekwa kusimamia ulinzi ili kuzuia raia wasifanye maandamano ya kupinga matokeo ya kile kilichotajwa kama uchaguzi mkuu nchini humo. Kufuatia ripoti hizo, bunge la Marekani limechukua hatua za kusisitisha utoaji wa misaada mbalimbali ya kiuchumi na kimaendeleo kuelekea nchi ya Tanzania, huku likiliainisha orodha ya mambo ya msingi yanayopaswa kutekelezwa na serikali ya Rais Samia Suluhu Hassan ili mataifa hayo yaweze kuangalia upya ushirikiano wao wa kidiplomasia. Sharti kubwa lililowekwa na mataifa hayo ya kigeni ni kuachiliwa huru mara moja na bila masharti kwa wafungwa wote na watu wanaoshikiliwa na vyombo vya usalama kwa sababu ya kisiasa, akiwemo Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu ambaye amekuwa akishikiliwa kwa takriban mwaka moja sasa akikabiliwa na mashtaka makubwa ya uhaini. Mataifa hayo yanadai kuwa mawakili wa serikali wameshindwa kuleta ushahidi wa kutosha na dhabiti mahakamani unaodhibitisha ushiriki wa mwanasiasa huyo katika vitendo hivyo vya uhaini, jambo linalomfanya kesi hiyo kushindwa kuamuliwa au kuachiwa huru. Mabunge hayo mawili wamesisitiza kuwa uhusiano mwema wa kirafiki unarejea tu iwapo serikali itaruhusu wananchi wake kufurahia uhuru wa kutoa maoni na kuzungumza kwa wazi bila hofu ya kukabiliwa na vitisho vya kupotezwa kwa lazima au kuuawa kinyume cha sheria. Hata hivyo, Rais Samia Suluhu Hassan ameweka wazi kuwa atishwi na hatua hiyo ya kusitishwa kwa misaada na yuko tayari kuona nchi ikisimama yenyewe kuliko kukabiliwa ama kukubali kuamrishwa nani wa kumwachilia kutoka gerezani na nani wa kushikiliwa, akiamini kuwa hatua zote zinazochukuliwa na vyombo vyake vya ulinzi ziko ndani ya misingi ya kisheria na usalama wa taifa. Mijadala inaendelea miongoni mwa jamii na wadau wa masuala ya kikatiba nchini Tanzania, wakitafakari madhara na faida ya msimamo huu upya wa kidiplomasia kati ya serikali na mataifa makubwa ya Magharibi.